Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu, na naamini mko poa. Sasa leo kuna tafakari fulani nataka tutafakari. Nataka ujiulize wewe akilini mwako kwamba wewe unalipenda taifa lako la Tanzania ama unawapenda watawala wa Tanzania. Kulipenda taifa lako ni kuwa na maono ya vizazi vijavyo. Sasa nataka kwa story hizi ambazo nawapeni leo mtafakari wewe uko wapi? Kwenye kuipenda Tanzania yako au kuwapenda watawala wako. Sasa kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Bugomora. Huyu Mzee Bugomora mke wake hakubahatika kupata uzao. Akawa na changamoto ya uzazi. Lakini alivyoenda kwa mganga akamwambia Mzee Bugomora kwamba kwa tatizo lake kuna habari mbili. Kuna habari moja ya kufurahisha na habari moja ya kuhuzunisha. Habari ya kufurahisha ni kwamba mitishamba yule mganga ilikuwa na uwezo wa kumpatia Mzee Bugomora mtoto yeye na mke wake. Lakini habari ya kusikitisha, kwa masharti ya dawa ile hatoweza kumshuhudia mtoto Mzee Bugomora. Kwa mtoto kweli atazaliwa, lakini hataweza kumuona mtoto wake Mzee Bugomora. Yule Mzee Bugomora alifurahi sana kwa habari ile ya kufurahisha, na hakuwaza kwa habari ile ya kusikitisha yeye kuondoka kabla ya kuona. Unajua Mzee Bugomora ni nani? Mzee Bugomora mtoto wake aliyekuja kuzaliwa alikuwa anaitwa Igulu. Nyie huyu Igulu mnamfahamu kama Mwanamalundi. Mwanamalundi kama sijakosea. Watu wa Mwanza mtanisaidia kwenye comment. Yule Mzee Bugomora aliwaza kesho ya kizazi chake. Ila maana Mzee Bugomora angekuwa mbinafsi akasema mimi sitaki kufa kwa sababu ya kuzaliwa kwa Igulu, leo kusingekuwa na historia ya Mwanamalundi Tanzania. Kwa hiyo Mzee Bugomora aliamua ni bora yeye aondoke, lakini ipatikane kesho ya uzao wake. Na kweli ilikuwa kesho kubwa yenye historia kubwa. Leo tukimzungumza Mwanamalundi ni mtu ambaye analeta historia kubwa kwa watu wa Sukuma. Sasa unavyoona watu wanapigania haki, wanagombania haki zao, wanapambania taifa lao, hawa wana morali ndani ya mioyo yao kwa ajili ya wajukuu wa watoto wao huko baadaye. Wewe uko kwenye kundi gani? Wewe uko kwenye kundi gani? Wajua sisi wa Afrika kwa majina ya dini tunachokijua ni kuitana makafiri. Tunajua sana mambo ya dini, kupondana kwa mambo ya dini tusizozijua, kuitwa majina tusiyoyajua. Ndio vitu tunavyoviabudu badala ya kuwaza mustakabali mzuri wa taifa letu la kesho. Ndio maana tunaishia kuitana wachawi, tunaishia kuitana majina ya ajabu ajabu. Sasa ndugu yangu, jitafakari wewe uko wapi? Siku utakapojua kwamba Tanzania iko ndani ya bara la Afrika, utagundua kitu kimoja cha tofauti sana. Mungu aliumba Afrika akaiwekea kila kitu kwa sababu ni sehemu pekee ambayo alitamani mwanadamu aishi. Kwa hivyo unavyoona uko Afrika haupo kwa bahati mbaya, upo kwa bahati. Lile taifa lako lililoko ndani ya Afrika unatakiwa ulipiganie vibaya sana, kwa sababu sisi teknolojia zetu, nguvu yetu kubwa kama wana wa Afrika tulinyang'anywa kwa udhaifu uliofanywa na wazee waliopita. Sasa tusiruhusu na sisi kuwa wadhaifu kuchukuliwa nguvu ambayo imebaki na wakoloni weusi wenzetu tulokuwepo nao. Ninawaombeni sana ndugu zangu wa Tanzania, jueni mpo Afrika si kwa bahati mbaya, lakini kuna makusudi ya Mungu makubwa sana ndani ya bara la Afrika na nchi zetu. Sasa tunachokijua sisi ni kuitana wachawi na makafiri, ni nguvu zetu wenzetu wanazitumia, sisi tunaona. Lakini tunasahau kwamba teknolojia zetu sisi zilikuwa kubwa na tulikuwa na baraka kubwa, lakini ujinga ambao unatutafuna toka miaka hiyo. Kwa mfano kuna watawa 9 wa Kifaransa. Hawa ndo walifanikiwa kuiba kitabu chenye nguvu ya Muafrika, ambayo ilikuwa kina historia nzima mpaka ya ujenzi wa mapiramidi ya Giza Misri. Wakaenda kuanzisha kitu kinaitwa Freemason ambao sisi tunaona wachawi, lakini zile zilikuwa ni nguvu zetu wa Afrika ambazo tulikuwa tunazitumia, na Mungu alikuwa anabariki kwa nguvu tulizokuwa nazo. Ndio maana hakutumwa
mtume yoyote kuja kuikomboa Afrika. Walitumwa huko. Hata Yesu mwenyewe anawaambia kwamba sikuja kwa ajili ya watakatifu, nimekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio maana akaishia kule. Yesu amefika Afrika kufichwa, kukingwa na kifo. Alikuja kufichwa Afrika, kukingwa na kifo, na sio kuja kuikomboa Afrika, kwa sababu sisi tayari tulikuwa tumeshajikomboa kifikra, tulikuwa na mahusiano mazuri na Mungu wetu zamani. Lakini tunauendekeza ujinga ambao tunaenda kuona mpaka sasa hivi. Ukiona mwenzako anapigania haki, anasema anakwenda kuandamana kwa ajili ya kulijenga taifa lake la kesho, wewe unamuona kama mwenda wazimu. Unamuona kama muasi. Wengine wanafikia hatua ya kusema hayo maana nini machawi tu, siri. Mnaitana wachawi, mnaitana makafiri, mnaitana majina ya ajabu. Ukombozi wa fikra tunakuja kuupata wapi Afrika? Nyie ndo wale msio tafakari kwamba safari ya mchawi kwa ungo, hata ikitokea ajali ya ungo leo ikatokea hapa, hamjawahi kusikia kwamba mtu kaanguka na ungo amekufa. Lakini ndege ya mzungu inayoruka kwa ungo, kama ungo vile vile, ikidondoka inaua watu 200. Nani mchawi? Nani mchawi kati ya anayeruka kwa ungo hata akidondoka ungo hauui, au mzungu anayerusha watu zaidi ya 200 wakidondoka wanakufa wote? Nani mchawi? Sasa hiyo ni mifano ya kawaida ya kukufanya ujitambue wewe, ambaye unasikia wenzako wanasema Oktoba tunaandamana. Unawaona kama washenzi, kama mahayawani, bila kusikiliza hoja walizokuwa nazo za kutaka kuifikisha Tanzania salama kwa wajukuu hata wa watoto wako wewe. Waafrika nani ametuloga? Waafrika nani ametuloga? Okay. Tuachana na yote hayo. Turudi kwa wanajeshi JWTZ. Kwanza ni waombe wa Tanzania ambao bado hujasubscribe YouTube channel hii. Ninaomba usubscribe sana, kwa sababu hii ndio YouTube channel pekee yake ambayo itakuwa inakuletea maudhui ya aina hii. Tutakuwa na mijadala, mahojiano ya uelewa na Watanzania mbalimbali, mambo ya kisheria na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ninakuomba sana unapoangalia video hii usiache kusubscribe. Ni kitendo kidogo tu, unaunga mkono YouTube yetu inakuwa, ambayo inazungumzia masuala ya jamii zetu. Okay. JWTZ tunaambiwa ni jeshi la wananchi. Kwa hiyo ni jeshi letu sisi, linalolinda mipaka yetu, taifa letu. Sasa ninategemea sana, sishauri kwamba wafanye mapinduzi, wafanye nini, lakini ninategemea watambue maana ya kuitwa jeshi la wananchi. Wahakikishe wanawalinda wananchi tarehe 29, kwa sababu wananchi wanachokwenda kukipigania si kwa ajili yao, ni kwa ajili hata ya hao watoto wa wanajeshi. Polisi hatuwezi kuwazungumzia sana kwa sababu wao wamechagua pa kwenda. Na mlimsikia mtumishi wa Mungu mmoja anasema kwamba Tanzania tayari wameshapatikana watu walio tayari kuua wenzao, lakini bado kidogo tu wapatikane walio tayari kufa. Tanzania wameshapatikana watu walio tayari kuua, lakini bado hawajapatikana walio tayari kufa. Kwa hiyo kwenye hili polisi tusiwaweke, wala magereza tusiwaweke. Tuzungumze na wanajeshi ambao wao wanajitambua na kujitambulisha kwamba wao ni jeshi la wananchi. Mnatakiwa mlinde wananchi tarehe 29. Mnatakiwa mfanye kile kiapo chenu. Kwa sababu polisi wao labda wanaamini wameajiriwa, lakini hakuna ajira jeshini kama tunavyojua. Jeshi halijawahi kuajiri mtu. Jeshini kuna kujiandikisha. Ameandikishwa jeshini. Hakuna muajiriwa jeshini. Na nadhani ndo inaoleta kuonekana kwamba nyie ni wananchi wenzetu. Tusaidieni kupambania taifa letu linakwenda mlama. Mkilinda mipaka vizuri, hiyo tunakubali, hakuna mushkeli. Lakini mchwa wanatafuna ndani. Na yule mwenye majukumu ya kulinda ndani, tunamuondoa sasa kwenye jukumu hilo, yeye abaki kwenye hicho alichokichagua ambao ni polisi. Lakini nyie wanajeshi, kama mmeweza kulinda mipaka vizuri kwa weledi tunaouona, na nyie ni jeshi la wananchi, na nyie hamjaajiriwa, nyie mmeandikishwa. Hakuna mwanajeshi aliyeajiriwa Tanzania, wote wameandikishwa. Mna jukumu la kuwapambania wenzenu ambao hawajaajiriwa, ambao ni raia. Ninawaombeni sana tarehe 29. Onesheni uzalendo wenu wa kulilinda taifa. Kwa hiyo Watanzania nyie mna jukumu moja tu. Mtu akikwambia mitano tena, mwambie mwisho mingapi? Maana kila siku mitano, mwisho mingapi? Mungu ibariki Tanzania, Mungu abariki JWTZ, Mungu abariki raia wote wenye mapenzi mema na taifa hili. Amen.